Jipongeza kwa asilimia zaidi ya 100. Makofi hamna? Unajua ni kwa nini? Tawi la Yanga Pamoja kupitia wanachama nyinyi ambao mliokaa ndio leo hii tunaipepelesha bendera ya klabu ya Yanga bila mbambamba. Nyinyi wanachama ndio wanachama mmetufanya tawi letu la Yanga Pamoja mpaka sasa hivi tuko kwenye nafasi 5 bora Tanzania nzima. Lakini nyinyi wanachama ndio mmeheshimisha hili tawi mpaka leo hii ndio tawi pekee Tanzania nzima linatoa posho kwa wanachama wanaoshiriki kwenye vikao. Kama nadanganya haya, nendeni kwenye kumbukumbu za matawi ya klabu. Na hapa viongozi wapo. Hakuna tawi hata moja la Yanga Pamoja ambalo linakuita mwanachama uje kwenye mkutano alafu linakupa na posho ya mkutano. Tawi la Yanga Pamoja ndio tawi la kwanza. Haya ni matunda ambayo tumeyatengeneza sisi, lakini pia haya ni matunda ambayo ya uongozi uliopita. Binafsi niseme tu nampongeza sana mwenyekiti aliyepita kwa nafasi yake. Aliweza kusimama vyema na alikuwa kama muhimili mkuu kwetu. Alikuwa kama kiongozi wa kuigwa. Kuna wakati hakutaka kutumia mamlaka yake kama kiongozi, bali alitaka kutumia mamlaka yake kama rafiki, kuhakikisha kwamba anatukusanya tuende pamoja. Na ndio maana mnaona mpaka leo hii tawi letu tuko pamoja. Japo na mikingano na changamoto, lakini hizi ndio kwenye kutengeneza. Iko mifano thabiti ambayo tunaweza tukaitumia, kwamba mimi waga namwambiaga mwenyekiti wangu, ukiona tawi tunakwenda wote ndio basi ujue hapa tawi litakwenda kufa, kwa sababu umekosa watu wa kukushauri, lakini pia umekosa watu wenye maono na vision kwa ajili ya tawi lako kesho. Ili uweze kuendeleza tawi ambalo lina manufaa kwa kesho, ni lazima uwe na watu ambao wanakwenda kukushauri, lakini pia wanakwenda kuhakikisha kile mnachokubaliana kinatekelezeka. Na ndio maana mpaka leo hii ajenda yetu ya kwanza sisi kama tawi, kwanza kuwapata cheti cha ithibati kutoka club, ambacho kwa miaka 4 mfululizo tumeweza kupata vyeti vyote. Maana yake tumekidhi ajenda namba 1 kama tawi. Lakini ajenda namba 2 tulisema kwamba tawi letu sisi ni kubwa, liwe tawi la mfano na tawi lenye mafanikio. Tutakwenda kucreate vitega uchumi, tutakwenda kuhakikisha kwamba wanachama hawa mwisho wa siku wananufaika na matawi letu la Yanga Pamoja. Hii ajenda ilifanikiwa, na ndio maana mpaka sasa hivi tumekaa asilimia 99. Leo tunakwenda kufanya sherehe ya tawi, imebebwa na mfuko wa tawi. Maana yake tawi letu lina fedha ambayo ilitengenezwa na uongozi uliopita. Lakini pia ajenda yetu namba 3 tulisema kwamba tutahakikisha tunakwenda kucreate wanachama kwenye tawi letu tuweze kukidhi mahitaji, kwa sababu ukiangalia katika katiba ya Yanga kila tawi linaruhusiwa kuwa na wanachama wasiopungua 100, lakini wasiozidi 500. Sasa sisi tawi letu sasa hivi tuko kwenye 250, tunakwenda kwenye 300. Maana yake bado tuna deni la watu 200. Sasa hili uongozi mpya mwenye gari ya Premium EBT tunaomba kidogo aweke gari lake sawa. Kwa hiyo tuna deni hapa tulipokaa, na naomba ile deni nilitamke wazi katibu, kwa sababu najua wewe unapenda vile vitu vya uwazi. Tuna deni la kuhakikisha kwamba tawi letu tunakwenda kukizi idadi ya wanachama 500. Na hili sisi kwa nafasi yetu tumeweza kufanya mpaka kufikisha wanachama 250. Sasa uongozi mpya tuliokuja, basi tuhakikishe tunamalizia hapa 250 kwa kushirikiana na nyinyi wanachama mliokaa, ili tuweze kukizi haya mahitaji. Kwa hiyo kwa nafasi yetu sisi tulihudumu kwa muda wa miaka 4, lakini ndani ya miaka 4 mafanikio ya kwanza ni kuhakikisha tawi linakuwa hai, tumefanikiwa. Lakini pili, kuhakikisha tawi linakuwa na miradi, tumefanikiwa. Na ndio maana leo hii tawi lina kitega uchumi ambacho kila mwisho wa mwezi tunaingiza milioni 1 au 900,000 mpaka milioni 1 kulingana na kodi tunayokusanya kwa wapangaji. Kwa hiyo ajenda ya kitega uchumi imefanikiwa. Lakini pia ajenda ya 3 niyo kuongeza idadi ya wanachama, kuhakikisha kwamba kufika 500, tumefikia 200. Maana yake tuna asilimia 50. Lakini ajenda namba 4 ilikuwa ni kuunganika pamoja, kwa sababu hili tawi ni tawi kubwa,
lakini tuliamini kwamba kila mwaka tunaunganisha wanachama, tunakaa pamoja, tunakula, tunakunywa, tunaenjoy. Kwa muda wetu tuliweza kufanya mikutano ya wanachama kwa kila mwaka. Kasoro kwa kumbukumbu zangu zinanituma mwaka mmoja ndo tulichelewa kufanya mkutano kutokana na changamoto ambayo ilimkuta makamu mwenyekiti, lakini pia na changamoto ambayo ya mwenyekiti kwa sababu alikuwa nje ya Dar es Salaam. Kwa tulilazimika kushindwa kuwa na mkutano huo. Lakini ndani ya miaka mitatu tuliweza kufanikiwa kufanya mikutano yote kwa mujibu wa kikatiba ya Yanga. Kwa haya pia ni mafanikio ambayo yalitokana na uongozi uliopita. Lakini pia la mwisho zaidi, tuliweza kuhakikisha kwamba kila msimu, kila jezi ya tawi inapotoka, mwanachama anufaike na zile jezi kwa kulipa nusu. Na haya yote tuliyafanya ndani ya miaka minne kuhakikisha kwamba kila mwaka jezi mpya inayotoka tunachukua kama tawi, tunazigawa kwa wanachama kwa bei nafuu na sio ile bei 50,000 100,000, kuepusha ulanguzi, kuhakikisha kwamba kila mwanachama ananufaika na hilo. Kwa hiyo haya ya kwetu yalikuwa ni ajenda ambayo tuliyafanikisha na ni sehemu ya mafanikio. Lakini nikirudi kwenye madhaifu, hatuachi kusema kwamba kweli kulikuwa na changamoto. Kulikuwa na wenzetu wengine tuliamini kwamba tuko mtumbwi mmoja, lakini walikuwa wanatoboa mtumbwi kuhakikisha kwamba maji yavuje yaingie ndani ili tuzame. Lakini kwa kushirikiana na mwenyekiti huyu na mimi nikiwa kama muhasibu na baadhi ya wajumbe, tuliweza kuvuka salama na mpaka hapa tulipo, japo na vikwazo na changamoto zilizojitokeza. Kwa hiyo hili niseme tu kwamba ilikuwa ni sehemu yetu ya mafanikio. Kwa hiyo baada ya kuyasema haya, niseme tu pia nawashukuru sana na kuwapongeza viongozi wote ambao waliweza kuwa pamoja na sisi kwa kipindi kilichopita kwa muda wa miaka mitano. Kiukweli kazi ilikuwa ni ngumu, na kuna watu ambao walizani kwamba ukiwa kwenye hii nafasi ni nafasi ya manufaa na sio kujitolea, lakini mwisho wa siku ikaonekana kwamba kumbe viongozi tunahitaji kujitoa zaidi kuliko kupata chochote. Kwa hiyo sikatai kwamba changamoto zilikuwepo, lakini zile changamoto tuseme zimepita. Sasa tumepata uongozi mpya wa tawi na mimi nilikuwa kama muhasibu, sasa nimerudi kama makamu mwenyekiti. Yale madhaifu ambayo nilikuwa nayaona kwa ajili ya tawi letu, naamini kwamba sasa hivi tutakwenda kushirikiana, kushauriana vyema ili tuweze kufanya hili. Lakini pia niwapongeze viongozi waliopita. Hakika hili swala ni swala ambalo muhimu sana. Siku ile baada ya uchaguzi waliahidi kwamba tunakwenda kufanya sherehe ya tawi kwa ajili ya kuwaunganisha wanayanga. Na kweli leo hii tunakwenda kufanya sherehe inaitwa double to double. Sitarajia hapa kwa sababu tulitoa tangazo. Kama makamu mwenyekiti nilitoa tangazo siku 3 kabla. Kila mtu aje na nguo za maana yake. Tukitoka hapa tukimaliza kikao tunakwenda kwenye promotion. Tukitoka kwenye promotion tunakwenda kwenye bendi. Alafu kitu ambacho mtakao mkielewe kwamba hii ni manispaa ya Ubungo, ni ya kwetu. Vibali tunatoa sisi. Kwa swala la kukesha nyinyi jiandaeni, mambo ya kukesha tuachieni sisi. Sawa eh? Kwa hiyo wamefanikiwa kwa 100% kutekeleza ahadi yao ya kwanza ya kuwaunganisha wanayanga na kutengeneza sherehe kubwa. Sio ndogo, ni sherehe kubwa. 99% sherehe hii imebebwa na tawi na viongozi wapya. Kwa hiyo niwapongeze sana katibu, mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wajumbe. Kwa kweli pamoja na muhasibu wamefanya jambo jema. Tubaki kuishi mioyoni mwao, tuwape sapoti, lakini pia tushirikiane katika namna ya kutengeneza upendo, kuona jinsi gani tunakwenda kuliunganisha tawi letu. Lakini pia nimemwona katibu wangu mstaafu Denga aka kubwa la maadui, mzee wa kumfu. Nimemwona, siwezi kuacha kumsemea. Kwa nafasi yake aliweza kufanya kazi kubwa na tulishirikiana kwa pamoja kama katibu kuhakikisha tawi letu linasimama. Moja ya jukumu na nafasi ya kiongozi aliyatekeleza kwa 100%. Na ndio maana tawi letu leo lipo hai. Na ndio maana tawi letu leo linaogopwa popote. Kwa hiyo nimpongeze sana katibu aliyemaliza muda wake katika hili. Kwa kumalizia, niseme tu kwamba katibu, bado tuna nafasi kubwa ya kuenenda yale ambayo sisi tulianzisha kwa ajili ya kuyaboresha
lakini pia ikiwepo kuyaongezea nguvu. Ajenda yetu ilikuwa ni kununua Costa, tunawakabidhi tuendelee na hiyo ajenda. Tawi letu liwe na Costa tuweze kusafiri kwenda uwanjani. Tukiangalia gharama tunazozitumia kwenye kila mechi kutoa 200,000, 300,000 mpaka 400,000 ni fedha ambayo inatutosha kabisa kuweka mafuta kwenye gari yetu 100,000 kwenda uwanjani. Lakini pia ule usafiri tunaweza kutumia hata kukodisha sehemu zingine kuhakikisha kwamba tunatuingizia fedha. Kwa hiyo hili lilianza kama sisi, lakini kwa sababu ya mazingira na fedha ilikuwa haitoshi, tulishindwa kuitapanya, tukaamua kuitunza, na ndio maana mpaka tunaondoka madarakani kwenye akaunti tuliacha milioni 8 kwa ajili ya tawi. Kwa tunaomba ndoto hizi kama katibu mtendaji mkuu wa tawi uzibebe, lakini pia ndoto ya pili kuhakikisha kwamba tawi letu linajitanua kwenye vitega uchumi. Tuhakikishe kwamba kile kitega uchumi ambacho tulikianzisha basi kiendelee au viendelezo vingine, kuhakikisha kama kweli sasa hivi tunakusanya milioni, basi twende tukaongeze, ikiwezekana tukusanye milioni 2, milioni 3 kwa uongozi ambao umeingia madarakani kwa wakati huu. Hili ni ajenda yetu ya pili. Katibu, tunaomba tukukabidhi hichi kijiti na tunaamini wewe ndo mtendaji mkuu kwa niaba ya uongozi uliopita, hili pia ulibebe. Lakini la mwisho, katibu, wana Yanga wanahitaji furaha, hawahitaji karaha. Wana Yanga wanahitaji amani. Wana Yanga wanahitaji kukutana hivi. Kilichotuunganisha sisi Yanga na furaha yetu ni Yanga, au sio jamani? Basi furaha hii iliyokuwepo ndani ya tawi, katibu, nenda kaisimamie, lakini pia nenda kasimame kwenye nafasi yako kuhakikisha kwamba hawa wana Yanga furaha hii kawe ni ya milele. Ikiwezekana katibu, hii sherehe tunaifanya leo sio baada kila mwaka, hata baada kila miezi mitatu, si tuko tayari. Kwani nini? Kwani shida ipo? Sio shida zetu. Kwa katibu, si kukutana na mambo haya sherehe, sisi tutafurahi. Lakini pia tuwaombe wadada, leo hapa kuna bendi. Sasa mambo ya kusimama wenyewe tunaanza kucheza peke yetu, hii sio sawa. Mtusaidie. Hiyo offline hiyo. Mtusaidie. Hujanielewa maana yake? Kwenye tawi letu kuna changamoto ya ajenda ya wanawake. Wanachama wanawake ni wachache sana. Mtusaidie sana kuhakikisha kwamba tunaenda kuongeza idadi ya wanawake kwenye tawi letu ili tuwe na balance. Tunapokwenda pale klabu, mwisho wa siku wakisema wanawake ni wangapi, wanaume ni wangapi, tuwe tuna uwiano kidogo. Sio hapa sasa hivi tumeachana sana. Sasa wewe baba, sio unalipa peke yako, mlipie na mama. Na ikiwezekana wewe mbadilishe. Haiwezekani kwa sababu kwa mujibu wa Bible unasema baba ni kichwa, mama ni sasa wewe unashindwaje kumlipia mama hapa akawa mwanachama halali wa tawi, mwisho wa siku tukawa na ajenda inayofanana? Sio kwa hayo mlowaza nyinyi, ila kwa haya kuhakikisha kwamba tawi letu linakuwa na idadi sawa juu ya ajenda andike. Kwa baada ya kuzungumza haya machache, kwa sababu katibu na uongozi uliokuwepo una mipango mikakati, utaeleza namna gani ambayo umejipanga kuhakikisha kwamba tunakwenda kuhamasisha wanachama wanalipa ada kwa wakati, kuhamasisha wanachama wanashiriki matukio kwa wakati, lakini pia kuhamasisha wanachama huu mmoja wetu usife, mada yake uendelee. Baada ya kuzungumza haya machache kwa niaba ya uongozi uliopita, tunasema tunawashukuru sana tena sana. Na Mungu awabariki sana, lakini pia tunatamani tuendelee kuonana hivi katika namna ya kudumisha tawi letu. Yanga oye! Yanga oye! Asanteni sana.